Ndugu waandishi wa habari, siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025, tumekutana rasmi na vyombo vya habari, sisi mtandao wa elimu Tanzania kwa kushirikiana na wenzetu Legal and Human Rights Center, na kutoa tamko juu ya mitandao hii miwili, mtandao wa elimu Tanzania pamoja na LHRC, juu ya matukio ya kujeruhiwa na kuuawa kwa wanafunzi kutokana na adhabu kali ya viboko inayotolewa mashuleni. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 26 Februari 2025 ziliripotiwa taarifa kupitia vyombo vya habari za kufariki kwa mwanafunzi aitwaye Mhoja Maduhu wa kidato cha pili aliyekuwa akisoma shule ya sekondari Mwasamba iliyopo wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu. Mhoja anadaiwa kufariki dunia baada ya kuadhibiwa kwa kuchapwa viboko sehemu mbalimbali za mwili wake na mwalimu kwa kosa la kutofanya kazi ya kikundi cha darasani. Ndugu waandishi wa habari, LHRC na mtandao wa elimu Tanzania tunasikitishwa sana na tukio hilo lililotokea, ambalo si tu linakiuka haki za mtoto bali pia linakwenda kinyume na sheria na miongozo ya elimu nchini. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, wanafunzi wenzake na jamii kwa ujumla kwa msiba huu mzito, huku tukisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka kuhakikisha haki inatendeka na mazingira ya shule yanakuwa salama kwa kila mwanafunzi. Takwimu zinaonyesha kwa kipindi cha Januari hadi Februari 2025, huduma ya simu ya kitaifa kwa watoto yenye namba 116 inayoratibiwa na SISEMA ilipokea jumla ya kesi 169. Kesi 52 zilikuwa za ukatili na unyanyasaji wa kimwili dhidi ya watoto. Kati ya kesi hizo 52, wasichana ilikuwa ni kesi 21, huku wavulana ikiwa ni kesi 31. Aina za ukatili zilizoripotiwa ni kupigwa, kung'atwa, kuchomwa moto sehemu mbalimbali za mwili na adhabu kali ya viboko. Kila siku huduma ya simu ya kitaifa kwa watoto hupokea zaidi ya mawasiliano 10,000 kutoka kwa watoto na jamii. Kwa takwimu hizi ni dhahiri kwamba matukio ya watoto, wanafunzi kufanyiwa vitendo vya ukatili, unyanyasaji wa kijinsia, hususan kupewa adhabu kali ya viboko ni nyingi katika jamii yetu. Ni ukweli usiopingika kwamba swala hili halina manufaa na linapaswa kukomeshwa mara moja. Mahakama ya Afrika mwaka 2024 ilitoa maamuzi kukomesha adhabu ya viboko katika mifumo ya haki, ikielezea kuwa adhabu hizo zinatweza utu wa wanadamu na zinatakiwa kukomeshwa. Ni dhahiri kuwa adhabu za viboko si nzuri kwa binadamu yoyote, kwani zinatweza utu na kusababisha maumivu makali yanayoweza kuwa ya kudumu au ya muda mfupi au pengine kupelekea hata kifo kama ilivyotokea kwa huyu mwanafunzi. Mtandao wa elimu Tanzania pamoja na LHRC una maoni kuwa bado kuna changamoto katika utekelezaji wa miongozo ya nidhamu mashuleni. Tukio hili linafanana na lile la mwaka 2018 ambapo mwanafunzi Sperius Eradius wa shule ya msingi Kibeta Bukoba alifariki dunia kutokana na adhabu ya viboko. Adhabu za viboko mashuleni zinaendelea kufanyika hata baada ya taarifa nyingi zinazoonyesha madhara yake. Ndugu waandishi wa habari, aidha mnamo tarehe 4 Machi 2025, mtandao ulipokea taarifa kutoka mmoja wa wananchi juu ya kuvunjwa mkono kwa mwanafunzi aitwaye Kuthaifa Salim Hamis anayesoma darasa la pili shule ya msingi Msufini iliyopo kata ya Chamazi wilaya ya Temeke mkoa wa Dar es Salaam. Mwanafunzi huyu alivunjika mkono baada ya kipigo kikali kutoka kwa mwalimu wake. Kwa mujibu wa taarifa, licha ya tukio hili kuripotiwa katika kituo cha polisi Mbande kilichopo Mbagala wilaya ya Temeke, hakuna hatua zilizochukuliwa mpaka sasa. Ndugu waandishi wa habari, kuongezeka kwa matukio haya pia kunachangiwa na baadhi ya wazazi kutokuwa na utayari wa kuyaripoti matukio ya aina hii katika vyombo vya habari vya dola ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa kwa wahusika. Wazazi wasio tayari kutoa taarifa wamekuwa wakifanya mazungumzo na familia za watuhumiwa nje ya utaratibu uliopo kisheria, na wakati mwingine wamekuwa wakipokea fedha zinazodaiwa za matibabu na fidia kinyume cha sheria. Licha ya juhudi mbalimbali za kuhamasisha matumizi ya mbinu mbadala za malezi na nidhamu, vitendo vya ukatili dhidi ya wanafunzi bado vinaendelea kushuhudiwa ndani na nje ya shule nchini, jambo linaloashiria udhaifu katika utekelezaji wa miongozo na sheria zinazosimamia haki
za mtoto ndani ya mfumo wa elimu. Ndugu waandishi wa habari, TENMETS pamoja na LHRC kupitia afua mbalimbali za kupinga ukatili wa kijinsia mashuleni, tumekuwa tukihamasisha jamii na walimu kuhusu matumizi ya mbinu mbadala za kudhibiti nidhamu ya walimu bila kutumia viboko na adhabu kali. Tumekuwa tukitumia majukwaa ya uchechemuzi na vikao vya kisekta kujadili na kutoa mabadiliko ya kisheria na miongozo ili kuboresha ulinzi na usalama kwa wanafunzi wakiwa shuleni na nje ya shule. Ndugu waandishi wa habari, tunaendelea kushirikiana na wadau wa elimu, serikali na jamii kwa ujumla ili kuhakikisha kuwa mazingira ya kujifunzia yanakuwa salama, jumuishi na yanazingatia haki za watoto kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Sheria ya Mtoto ya mwaka 2009 na mikataba ya kimataifa inayolinda haki za watoto kama vile mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki za mtoto UNCRC, the UN Convention on the Rights of the Child CRC, ambao Tanzania imeridhia miaka 19 iliyopita, na mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Inaomba nimkaribishe mkurugenzi wa Legal and Human Rights Center aongee kipengele kinachofuata. Mwisho, LHRC pamoja na TENMETS tunatoa ushauri kwa serikali kupitia Wizara ya Elimu kama ifuatavyo. Kwanza, kufanya marekebisho kwenye sheria ya elimu ya mwaka 1978 pamoja na kanuni zake na kuweka vifungu vya sheria vinavyopiga marufuku matumizi ya viboko shuleni na adhabu nyingine zinazoathiri haki ya kuishi, ustawi na utu wa mtoto. Marekebisho haya yataimarisha mfumo wa ulinzi na usalama wa wanafunzi na kuondoa mianya ya matumizi mabaya ya mamlaka na nguvu dhidi ya wanafunzi, hatua ambayo itasaidia kuzuia vitendo vya ukatili ndani na nje ya mashule yetu. Tunaitaka wizara na kuiomba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itoe waraka circular unaoelekeza walimu wote kuacha matumizi ya viboko na kuelekeza mbinu mbadala za adhabu zinazolinda utu wa watoto wakati mchakato wa marekebisho ya sheria ya elimu unaendelea. Tatu, kuendelea kuimarisha utekelezaji na kuanzishwa madawati ya ulinzi na usalama kwenye shule zote ifikapo mwaka 2029. Madawati haya yanatoa mfumo rasmi wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya watoto wanaokumbwa na ukatili wa aina mbalimbali wakiwa mashuleni. 4, hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi ya wote wanaohusika na matukio haya ya kikatili ambayo yanatweza utu, ambayo mengine ni kinyume na ibara ya 18 ya katiba yetu ambayo inatoa haki ya kuishi. Serikali iendelee kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa waathiriwa wa ukatili mashuleni na kwamba wahusika wanawajibishwa ipasavyo ili kutoa ujumbe wa wazi kuwa ukatili dhidi ya watoto na wanafunzi wote hauvumiliki na haukubaliki. Serikali iwekeze katika adhabu mbadala zisizotweza utu wala kutishia maslahi ya mtoto na wanafunzi kwa ujumla. Serikali ifute adhabu zote ambazo sio za viboko lakini ni mbaya na zinazotweza utu wa mtoto na kuwasababishia maumivu ya muda mrefu kimwili, kisaikolojia na kiakili. 7, adhabu za viboko zimekuwa ni moja ya adhabu zinazoongeza utoro mashuleni, hivyo serikali ikomesha adhabu hizi ili kuhakikisha wanafunzi wanabaki mashuleni na kuendelea na masomo na kukamilisha mzunguko wa elimu katika ngazi husika bila vitisho vyovyote. 8, wazazi watoe taarifa kwa vyombo vya dola pale wanapopata taarifa za kuumizwa au kuuawa kwa watoto wao na kuacha tabia ya kufanya mazungumzo na familia za watuhumiwa kwa lengo la kuyamaliza haya mambo nje ya mifumo ya kisheria. Wizara ya Elimu kupitia ofisi ya Kamishna wa Elimu iimarishe vitengo vya udhibiti wa ubora wa elimu mashuleni pamoja na kutenga bajeti ya kutosha ya upatikanaji wa vitendea kazi na utolewaji wa mafunzo ya mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba wanaotekeleza majukumu haya wanafuata taratibu za kisheria na miongozo mbalimbali. Wanajamii kwa ujumla watoe taarifa matukio ya aina hii kwa haraka au punde wanapopata taarifa matukio yanapotokea katika jamii yao.
Nikitoa mfano, miongozo kama wenzangu walivyotangulia kusema kwamba miongozo ya utoaji wa adhabu ya viboko ilitolewa baada ya utafiti uliofanywa na serikali yenyewe kwa msaada wa UNICEF, ambao utafiti huo findings zake zilizaa sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009, ambapo ilionekana kwamba shuleni hapakuwa mahali salama sana kwa mtoto kujifunza kutokana na aina za ukatili zilizobainishwa: ukatili wa kimwili, ukatili wa kiakili, ukatili wa kingono na ukatili wa kisaikolojia ambao ndio wa kiakili. Katika la ukatili wa kimwili, mwongozo uliokuwa umetolewa kama wenzangu walivyotangulia kusema kwamba kuna idadi ya viboko ambavyo havitakiwi vizidi. Sasa katika utekelezaji wa mwongozo huo kumekuwa na idadi iliyopitiliza ya viboko. Kwa mfano, nilikwenda katika kufanya mafunzo ya kuanzisha dawati la ulinzi na usalama wa mtoto kule Manyara, Babati. Walimu wamepata mafunzo, lakini bado mwalimu anasema si kuna sheria kwamba tusipige zaidi ya viboko 3. Subirini hapa. Ni watoto wameshindwa kufanya vizuri somo lake, inawezekana kutumia mbinu nzuri, mbinu rafiki za kufundishia watoto wa kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo akawaita walimu wenzake, akawapanga walimu 9 na yeye wa 10. Situmwambia tusichape zaidi ya viboko 3. Kwa hiyo kila mwalimu unapita na kuchapa viboko 3. Katika wale walimu 10 mtoto anakuwa ametoka na viboko vingapi? 30. Hicho ni kwa mwalimu mmoja tu, bado mwalimu wa zamu, bado labda mwalimu wa hisabati hajachapa vingapi. Kwa hiyo mtoto anatoka amechapwa viboko vingi. Inakuwa ni ukatili wa kimwili, sio tena kumwadabisha. Nikizungumzia adhabu mbadala, kuna mwalimu mmoja tena wa kike kule Chunya, nilikwenda kufanya mafunzo pia. Nasema sio, wamesema tutumie adhabu mbadala. Akamfungia mtoto kwenye kasiki, nafikiri kasiki mnaifahamu, akamkunja akamfungia kule kwenye ile strong room wanakotunza mitihani. Yule mtoto alifariki. Mwalimu akakimbia, tena alikuwa mwalimu wa kike. Mwalimu akakimbilia wapi? Kujificha Malawi, lakini mwisho wa siku alikuja akajisalimisha. Nataka kujibu adhabu mbadala, adhabu ipi itumike? Adhabu mbadala sio ya kumfungia mtoto kwenye kasiki. Adhabu mbadala ni zile ambazo ni educational punishment, ambazo mwenzangu amesema ni za kuadabisha, ni adhabu ambazo zinaweza kuleta tija na maendeleo ya elimu na kitaaluma kwa mtoto, ikawa ni faida kwake na katika maisha yanayofuata. Na kwa nini sasa mnaposema je, kitu hiki ambacho kinawezekana kuacha viboko? Nafikiri tumefikia hatua hii ya kupendekeza hayo kutokana na kwamba mwongozo ulitolewa wa kutoa adhabu visizidi viboko 3 kwa mara moja, lakini bado haufuatwi. Na ni namna gani ya kupiga? Nafikiri mwongozo ulielekeza namna ya kuchapa viboko kwa watoto wa kike, kwa watoto wa kiume, lakini haifuatwi. Miongozo mingine imetolewa, kwa mfano ile training manual ya kuanzisha dawati la ulinzi na usalama wa mtoto shuleni, ambayo imetengenezwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Bado mwalimu anakwenda na amepata mafunzo ya namna ya kutumia adhabu ya viboko. Anakwenda anawapeleka pale kwenye sanduku la maoni, kwa sababu moja ya kitu cha kuweza kufanya katika utekelezaji wa dawati la ulinzi na usalama wa mtoto ni watoto kuwa huru kuweza kuweka maoni, na hilo sanduku linafunguliwa na mwalimu, parent champion pamoja na mtoto, watu watatu, lina kufuli 3. Lakini pale mwalimu anawaleta, anaenda kuwachapa hapo kwenye sanduku la maoni pale anatandika zaidi ya viboko 10 mahali popoto kichwani, wapi anamwambia haya, liambie ili sanduku likutetee. Kwa hiyo kuna hayo mambo ambayo yanatokea, pamoja na kwamba serikali kupitia wizara husika imetoa miongozo ya namna ya kutoa adhabu, na ilitoa hivyo kutokana na kwamba viboko vilikuwa vinazidi umri wa mtoto na afya ya mtoto. Na ndio maana wakati mwingine mtoto anaweza kuwa na afya mbovu, kamgusa kiboko hata kimoja tu akafa. Mwalimu mwingine alichapa viboko 2 tu kule Njombe, lakini namna ya uchapaji si sawa. Alimning'iniza kichwa chini miguu juu, alipochapa
ikagusa, sijui iligusa wapi kwenye uti wa mgongo, mtoto akaparalyze mpaka leo akiwa darasa la 3, wenzake wamemaliza la 7 analia machozi, yuko kwenye wheelchair. Kwa hiyo imeonekana kwamba miongozo haitekelezwi inavyotakiwa. Kwa nini basi kama ni hivyo adhabu za viboko ziondolewe kabisa, tuweze kuona ni namna gani bora tutaweza kuwaadabisha watoto, sio kuwaadhibu. Mfano mzuri, shule moja ya sekondari Sega Morogoro, hawatumii kiboko hata, na wanafunzi wanafaulu na wako vizuri. Ndugu mwandishi, kama unataka fuatilia, utathibitisha hiki ninachokisema. Sega sekondari Morogoro hawatumii kiboko kabisa, na kuna shule ambazo hazitumii kiboko na wanafunzi wana adabu njema na wametoka kwenye background tofauti. Hata wale waliopinda wakifika pale wakaona ule utaratibu na mfumo wa utaratibu na ile culture ya shule inavyoendesha uadabishaji, basi unakuta wanafanya tu vizuri sana. Asante sana. Asanteni ndugu waandishi wa habari. Kwa hapo